leo tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 umetimia mwaka, zaidi ya siku 365 tangu alipokamatwa mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu, tukiwa kwenye ziara kusini mwa Tanzania, ambapo yeye alikuwa Mbinga na mimi siku hiyo nilikuwa sehemu inaitwa Peramiho. Akakamatwa kwa mabavu, akasafirishwa usiku bila chama kujua, bila viongozi wenzake kutaarifiwa. Akaja akafichwa kwa siku kadhaa, baadaye polisi wakasema wako naye. Tangu baada ya hapo umepita mwaka mzima wa kesi ambayo baadaye ilifunguliwa na imethibitika pasipo shaka kwamba ni kesi ya uongo, kwa sababu baada ya mwenyekiti kukamatwa tumechukua zaidi ya miezi 4 mpaka 5 tukiwa kwenye mahakama ya chini pale Kisutu bila kupata komito, kwa sababu sheria zetu zinataka hawa watu wanapokamata watu tayari wawe na kesi na wawe na ushahidi wa kutosha ili wasikawize kesi, wasicheleweshe kesi. Wanasheria wanasema justice delayed is justice denied. Hilo atalizungumza vizuri Dr. Rugemeleza Nshala na Senator Sifuna ambao ni wanasheria. Kwa hiyo tumechukua zaidi ya miezi 4 au 5 pale Kisutu kukiwa na mapambano, mwenyekiti akitaka apelekwe kwenye mahakama ya juu. Tumekwenda kwenye mahakama ya juu ambayo ni mahakama kuu. Wote tumesikiliza ushahidi uliotolewa wa watu wanaoitwa bodaboda na nini na mama ntilie, ushahidi ambao kwa kweli ulikosa mashiko kwa kiasi kikubwa. Lakini baada ya kuwa umepanguliwa kwa kiasi kikubwa, wamekwenda mahakama ya rufani ambako wamekata rufaa, na hili nitaliomba pia Dr. Nshala anapozungumza alizungumzie. Wamekatia rufaa orders ambazo kisheria hazipaswi kukatiwa rufaa, na sasa ni dhahiri kwamba hiyo kesi imekwenda kupakiwa kwenye mahakama ya rufani. Haya yote yanafanyika kwa jambo moja tu. Lissu sio mwizi, wala Lissu sio muhaini. Lissu haongozi kikundi au genge la wahaini. Lissu haongozi genge la wezi wala watu wenye nia mbaya na nchi. Lissu ni kiongozi halali wa chama, mbunge kwa miaka 10, kiongozi wa chama kiongozi, chama namba 1 chenye watu wengi na kinachoungwa mkono na watu wengi zaidi Tanzania. Kwa hiyo amekamatwa sio kwa sababu anakosa, amekamatwa kwa sababu ya hofu ya watu ambao hawana uwezo, hawana ushawishi, hawakubaliki kwa jamii. Wanataka watumie nafasi hiyo kumnyamazisha. Moja, kumlazimisha afatwe matakwa yao, apige magoti, compromise. Na Lissu akicompromise ina maana chama kina compromise. Chama chetu kikicompromise ina maana Watanzania wanapoteza matumaini ya kubadilisha nchi yao. Yeye amekataa kufanya hivyo. Historia ya Mheshimiwa Lissu inafahamika. Mwaka 2017 tukiwa bungeni alishambuliwa kwa risasi nyingi sana, na Mwenyezi Mungu akaokoa maisha yake. Pale alipo Lissu amekuwa akipata matibabu mara kwa mara ya check up na kupatiwa ushauri wa kimatibabu na check up ya kiwango cha juu nje ya nchi tangu mwaka 2017 aliposhambuliwa. Kwa leo mwaka mzima ametimiza ndani ya gereza akiwa hana kosa, kesi ikiwa imepakiwa, na yeye hajapata check up tangu alipokamatwa mwaka jana tarehe 9 kama ya leo mwezi wa 4. Tumesema sana sisi kama chama, yeye mwenyewe kwa kutumia familia yake ambao pia nimeongea nao mara kwa mara, nafanya mawasiliano na familia yake, amethibitisha kwamba anahitaji check up ya
afya yake, kwa sababu hiyo ilikuwa ni utaratibu wa kila baada ya miezi mitatu anakwenda kufanyiwa check up na kuhakikisha kwamba afya yake inaendelea kuwa imara. Sasa ni miezi 12, kwa maana hiyo amevuka check up 4 ambazo alipaswa kufanya katika kipindi cha mwaka mmoja ambayo anashikiliwa kwa kesi ya uongo. Mheshimiwa Lissu pamoja na kupitia magumu yote haya amekataa kuwapigia magoti wakijaribu kuweka masharti ambayo sisi tumeyakataa. Mojawapo ya masharti hayo ni kwamba Lissu akubali kuachiliwa, lakini aache kufanya siasa ndani ya nchi, aache kuwatetea Watanzania, aondoke akakae nje ya nchi. Lissu amekataa. Wametupa masharti ambayo sisi tumeyakataa.